Tumepokea kwa uchungu mkubwa ligi yetu kufedheheshwa, kudhalilishwa. Timu ambayo inayopromotiwa sana na propaganda ndani yake na kuwepo katika renki ya CAF, kuiogopa Singida Black Stars na kuonekana wazi wazi na masuala mazima ya ulozi. Hii ni aibu kubwa sana. Propaganda zimekuwa nyingi sana. Usajili wa dirisha dogo umelipa, kumbe kuna booster. Usajili wa dirisha dogo kumbe bila viwatilifu sio usajili tena. Yaani usajili wa dirisha dogo bila booster sio usajili tena. Na mwaga maji ya nini katika uwanja mpya kabisa na kukatakata baadhi ya vipande vya pitch? Kama kweli umefanya usajili mzuri dirisha dogo, why unakimbilia kwenye ulozi? Tumeshuhudia pale visiwani Zanzibar, msimamizi wa uwanja amelalamika, uwanja pitch imeharibiwa sana kutokana na masuala haya. Hivi klabu kubwa unasema mkubwa wa kumwaga maji kwenye pichi kutegemea hayo mambo kweli? Bodi ya ligi na kamati zake zote za usimamizi na uendeshaji, chuma cha Mjerumani na wakubali sana, wekeni adhabu kali kwa sababu soka letu linafedheheshwa. Haya mambo yalianza Afrika Kusini kwenye mechi ya Orlando Pirates. Watu wakachoma uwanja, kati ya uwanja wakachoma moto pale. Leo iko aibu kubwa bila kujua CCTV kamera zinawanasa, kuanza kutegemea ulozi. Kumbe wachezaji wa dirisha dogo bila power bank hamna kitu. Hawa wachezaji wa dirisha dogo bila viwatilifu hamna kitu, mpaka wapigwe booster. Aisee, hatari sana. Haya ni mambo ya kihuni. Ligi yetu ya 6 inawezekana ligi inashuka kwa sababu ya haya mambo ya ulozi. TFF, bodi ya ligi, mimi chuma ninawakubali sana. Naomba mkemee vikali haya mambo. Lakini mwisho katika yote, nasemaga Yanga ndio timu bora, mwe mnanielewa. Yanga ndio timu kubwa, mwe mnanielewa. Yanga haionekani kufanya hayo mambo ya kihuni kabisa. Haifanyi. Leo najinasibu wewe Afrika unapaweza, kumbe mpaka viwatilifu. Kumbe mpaka upige booster mechi ya ligi kuu ya kawaida kabisa na umepewa muda wa kupumzika. Tangu umecheza tarehe 1, umekuja kucheza tarehe 7 na timu ya kawaida B19. Umepumzika tarehe 11 unakuja kucheza mechi. Unategemea viwatilifu? Hapana. Ligi yetu tunaishusha thamani. Haya, wale wenzangu na mimi walisema mimi nashusha tathmini na itia aibu. Mnasemaje kwenye hili? Kama klabu inategemea ulozi, mkasema mimi nashusha tathmini hii na chama cha wanamichezo kiingilie kati. Haya, mnasemaje? Natamani kuona tamko la chama cha waandishi wa habari za michezo kukemea haya mambo ya ovyo kabisa haya. Mani nimeambia mimi nashusha tathmini. Haya, Chipuleba huyo anawachana live. Kuna deki